kote duniani serikali huwa zinapimwa kwa kazi zinazofanya, si kwa kazi ambazo bado hazijafanyika, kwa sababu kazi hamna siku zitaisha, kwa sababu watoto bado wanazaliwa, hakuna siku changamoto za maendeleo zinaisha. Ndio maana hata mataifa yaliyoendelea ukifika unakuta bado wanaunganisha umeme kwenye baadhi ya nyumba, bado wanapeleka maji kwenye baadhi ya nyumba, kwa sababu kila siku unapofanya shughuli ya maendeleo inazalisha shughuli nyingine, changamoto nyingine ya maendeleo. Lakini serikali yeyote inapimwa kwa kazi inazofanya, na serikali ya awamu ya 6 imejipambanua kwa kazi hizo inazozifanya. Nimepokea na hiyo, mwishoni nitashughulikia hiyo, na nimeona mkono pale. Inafanya kazi ambazo zingine zilikuwa zimeshindikana kwa muda mrefu. Mwanza oye! Mmeona leo hiki kituo tunachoambiwa hapa. Ngoja kwanza nimalizie, nitamwita. Mwache kwanza nimalizie, nitamwita. Tumeelezewa hapa kituo hiki ambacho tunakizindua leo kwamba ilikuwa kijengwe tangu mwaka 2018 kwenda 2022, na kilikuwa kijengwe kwa ushirikiano na wenzetu wa nchi jirani, na baadaye wenzetu wa nchi jirani wakajitoa. Lakini serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan akasema tutakijenga sisi wenyewe kama Watanzania, ili wavuvi wetu na wananchi wetu wanaotumia ziwa Victoria waweze kupata huduma hii. Hicho ni moja ya kipimo cha serikali inayojali wananchi wake. Serikali inayojali wananchi wake na maisha ya wananchi wake, haijali gharama, inajali maisha ya Watanzania. Na hii ni moja tu ya miradi iliyokuwa imekwama siku nyingi, lakini alivyoingia jemedari amekuamua. Mojawapo ndio huu, lakini ipo miradi mingine ya maji, ipo miradi mingine kwenye elimu, ipo miradi mingine kwenye sekta zingine. Na hii ilikuwa kauli yake kwamba miradi iliyoanzishwa na mtangulizi wake ataikamilisha. Huu ni mradi ambao ulikuwepo kwenye mpango, ukasuasua, na yeye ameutekeleza, umekamilika kama mnavyoona. Ndio maana nilisema tungetaka kuitaja jina kwa Kisukuma hii serikali, tungesema ngono jitola mabambas. Ametindua na eneo ambalo lilikuwa linaonekana ni gumu. Na sio hiyo tu, nimeona pale kwenye taarifa wakati mtaalamu wetu anatuambia hii fedha nyingine imetoka Benki ya Maendeleo ya Afrika na ni mkopo, na fedha ikishakuwa ni mkopo ni fedha ya Watanzania, kwa sababu mkopo huo utarejeshwa kwa fedha ya Watanzania. Ingekuwa msaada tungesema tumepata msaada, kwa sababu msaada haurejeshi kwa aliyekusaidia. Lakini kama ni mkopo, ni mapato yetu kwa utaalamu wa utekelezaji wa miradi. Mapato yako unayakusanya kwa mara moja kwa njia ya mkopo. Na hata kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja, ukiwa na mapato yako unaenda unachukua mkopo, unarejesha kidogo kidogo kwa kutumia mapato yako. Haya ni mapato, ni fedha ya Watanzania. Kwa hiyo bilioni 19.8, takriban bilioni 20 ni fedha ya Watanzania, na kwa ajili ya kuwajali Tanzania mradi huu umetekelezwa. Rai yangu kwenu, moja, kwa wale watendaji watakaosimamia jambo hili. Jambo hili linahusisha masuala ya kidharura. Wasisinzie wala wasifanye mzaha, kwa sababu ukisinzia kidogo tu inaathiri maisha ya watu wanaokwenda majini. Amesema mwenyekiti hapa, ukizembea tu kuambia leo ziwa limechafuka, unasababisha matatizo kwa uzembe wa kuona, wakati tuna vifaa vya kisasa ambavyo na nchi zilizoendelea ndivyo vinavyotumia. Kupokea kwenye simu yako, ukapitwa na simu ya mtu, utakuwa umesababisha madhara kwa yule ambaye alikupigia, huku serikali imewekeza kwenye chombo cha kisasa cha kuokoa maisha ya wenzetu waliokofiwa. Sasa hawa watakaokaa hapo wajue
wako kwenye kazi inayookoa watu tena. Na ni wao watu wanaozingatia. Kwa nchi za wenzetu masaa ya kazi unazingatia kazi, muda wa kupumzika na muda ambao uko nje ya kazi ndio unafanya mambo mengine. Na hii ni moja ya kazi itakayokuhitaji uwe macho kila wakati. Sasa ikitokea mtu akapigiwa simu ya dharura, simu tumetoa, vifaa tumetoa, akatokea amesinzia, mtu wa aina hiyo, Mheshimiwa Waziri, wala usimhamishe kituo, fukuza aondoke kabisa, akachati huko anakotaka kuchati, kwa sababu hii ni kazi inayotaka mtu azingatie na atoe msaada kwa wakati ule, msaada unaotakiwa. Ukichelewa mara moja, yule aliyeko kwenye dharura anaweza asipate hata muda wa kupiga tena, dharura ikawa imezidi. Kwa hiyo hili ni eneo la msingi sana, ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuweka fedha zote zile, licha ya kwamba mpango wa kwanza ambao ulikuwa ushirikishe na wengine walipojitoa akasema no, hapa hatakuwa tunafanya kwa sababu wale wanafanya, tulikuwa tunafanya kwa sababu jambo hili lina manufaa kwa wananchi wetu wa Tanzania, wananchi wetu wa Mwanza. Kwa hiyo mtendaji mkuu wa TASAC, Mheshimiwa Waziri, hawa watakaokaa kwenye maeneo, na nimefurahi sana, nimeona wale wengine ni watu trained kabisa, hawajaokotwa tu, nimeona ni watu ambao wako kwenye eneo lao, na wale wengine wote mpaka wanaopokea zile simu, mpaka na wale wanaofanya masuala ya dharura kwenye afya pale, mpaka na wale wanaofuatilia, wote wawe watu wakishafika pale masaa 24 kwa kupishana kama wanavyofanya, wawe ni watu watakaokuwa wamezingatia kwamba hapa tunahudumia watu ambao inawezekana wamepata dharura. Wawe ni watu, nimeshuhudia mwenyewe pale, mawimbi tunaweza tukayaona kabla, kama ambavyo umesema, tuifanyie kazi vizuri hiyo huduma ambayo ipo kwenye vifaa vya kisasa. Lakini leo tutakuwa na jambo lingine kule, na tutaongea mengine kule. Katika salamu hizi niliona niwaambie hili na maelekezo yanayohusiana na jambo lile pale. Na sisi serikali tumesema tutasimamia hayo masuala yanayohusu watu kuzingatia na kutilia maanani masuala ya kuhudumia Watanzania.